Umewahi kutumia vipimo vya mteja, baadhi ya vipimo vikawa havijapimwa, au wewe mwenyewe umewahi kupima vipimo vya mteja, baadaye ukasahau kupima baadhi ya vipimo muhimu ambavyo ulitakiwa kupima na hukupima? Basi hilo usiwe na wasiwasi. Sisi Suti Tailoring College leo tumekuja kutatua suluhisho hili kwa kukuletea formula mbalimbali ambazo utazitumia kupata hivyo vipimo ambavyo umevisahau kuvipima. Hapa ni Suti Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali, na leo tuko hapa tunakuletea formula muhimu kwenye ukataji wa blouse. Kabla ya kujua hizi formula muhimu za ukataji wa kwenye blouse, sasa tuje tujifunze kwanza vitu muhimu vya kujua kwanza kabla hatujaingia kwenye hizi formula. Vitu ambavyo tunatakiwa kuvijua kwanza ni shoulder to nipple au bust point. Kitu kingine ni bust span au nipple to nipple. Kitu cha tatu ni shoulder to under bust, na kitu kingine ni bust cup size. Sasa tunapokuja kujifunza hizi formula, kwanza tuvijue hivi vitu, na baada ya kuwa tumevijua ndo tuje kwenye formula inayojihusisha hivi vitu hapa. Sasa twende tukaangalie kwanza, tuchukue mdoli tuviangalie hivi vitu hivi vyote kwenye mdoli ni vitu gani, halafu baadaye turudi tujifunze hizi formula. Yes, tunaye mdoli wa kike hapa. Huyu ataenda kutuonyesha vile vitu ambavyo nimekutambulisha, vitu kama shoulder to nipple, bust span, shoulder to under bust na bust cup size. Huyu ataenda kutuonyesha ni vitu vya aina gani na tunatakiwa kuvipimaje na tunatakiwa kujua nini. Sasa tuenzetu kwanza tukavijue hivi vitu. Sasa hili ni bega letu hili ambalo tunatakiwa kupima kutoka huku mpaka huku. Hili ndio bega hapa, ndio bega ambalo tunatakiwa kupima kutoka huku na huku. Kitu kwanza ambacho tunatakiwa kujua kwanza ni shoulder to nipple. Nipple ni hizi chuchu ndio zinaitwa nipple. Sasa tunatakiwa kujua bust point au shoulder to nipple. Sasa bust point yetu tunatakiwa kupima kutoka hapa mpaka hapa kwenye chuchu. Hii ndio inaitwa bust point au shoulder to nipple. Umeona? Hii ndio inaitwa shoulder to nipple au bust point. Sasa kitu kingine ambacho tunatakiwa kukijua ni bust span au nipple to nipple. Sasa kwa mteja wako kwanza unatakiwa, hii bust span ni kutoka hapa kwenye chuchu mpaka kwenye chuchu nyingine, au nipple to nipple au chuchu kwa chuchu, nipple to nipple. Hii ndio inaitwa nipple to nipple au bust span. Bust span hii hapa, kutoka hapa mpaka hapa, kutoka kwenye chuchu nyingine mpaka kwenye chuchu nyingine, hiyo ndio inaitwa nipple to nipple au bust span. Sasa tuna kitu kingine kinaitwa shoulder to under bust. Kwanza under bust ni nini? Tuna hii hapa, hii ndio bust. Ukisikia bust ujue ni kifua, yaani bega mpaka chini ya kifua. Umeona? Bega mpaka chini ya kifua. Bega to nipple, tuna nipple to nipple, alafu tuna bega to chini ya kifua. Kwa hiyo jinsi ya kupima shoulder to under bust, unakuja mpaka hapa under bust hapa. Umeona hapo? Hii ndio inaitwa shoulder to under bust. Unaweka tape yako hivi. Hivyo ndio namna ambavyo unatakiwa kupima. Lakini kitu cha mwisho ni bust cup size. Sasa kifua hii ziwa hii tunatafuta size yake ni ngapi. Umeona? Hiyo ndio inaitwa bust cup size. Sasa cup hii kifua hii ziwa lina size gani? Ili ziwa lina size gani? Ndio tunatakiwa kulitafuta sasa. Sasa basi kama una mteja wako au wewe ni mtu wa kiume unataka kumpima mdada, unajua kiheshima huwezi kuanza unaanza kupima, unaanza kushikashika vichuchu vya mdada, unavishikashika vichuchu vya mdada au unashikashika chini ya viziwa, kwa sababu kama amevaa bra unatakiwa ushike afu unyanyue viziwa kidogo,
au kama ziwa limelala ulinyanyue kidogo hivi ili upate boost cup size. Sasa kwa kiustaarabu sasa unataka upime vitu muhimu tu ambavyo utavitumia kupata hivi vyote. Kwa hiyo utapima bega, sawa, utapima kifua. Kisha kipima kifua, utapima chini ya kifua hapa, under boost hapa. Tofautisha chini ya kifua na tumbo. Kuna chini ya kifua hapa, lakini pia kuna tumbo hapa. Hivyo vitu unatakiwa vitofautishe. Kwa hiyo ukishapima vitu muhimu sana kwamba bega, kifua, chini ya kifua na tumbo na hips, sio lazima uanze kumshikashika mdada wa watu na nani. Wewe ni mtoto wa kiume, kama ni mtoto wa kike unaweza ukampima ukaendelea vizuri kabisa na ukafanya, kwa sababu watoto wa kike. Lakini kwa wewe mtoto wa kiume unamshonea mdada, jitahidi sana upime vitu muhimu tu hivi, alafu vitu vingine sasa tunakuja kuvipata kwenye formula. Kwa hiyo hii ndo vitu ambavyo tulikuwa tunavizungumzia. Kwa hiyo kama wewe ni mdada unataka kumpima mdada mwenzio, hivi ndivyo ambavyo unatakiwa kumpima. Shoulder utapima bega. Ushapima bega, utapima hapo mpaka hapo bega. Utapima urefu. Unapopima urefu, angalia hivi kwenye ziwa, unapitisha mpaka urefu wa blouse wako unayotaka. Kuna mtu anataka kitopu, kuna mtu anataka hivi, kuna mtu anataka, mwingine anataka ifunike kabisa. Kwa hiyo urefu itategemea na yule mteja wako anataka wapi. Umeona tepu ambavyo inashikwa Ukishamaliza hapo, utapima kifua. Unapitisha hivi kabisa, unapitisha chini ya hizi nipo, hizi chuchu, unapitisha kifua chako. Ukishamaliza kifua, unakuja chini ya kifua hapa. Chini ya kifua hapa unapima pia. Ukishamaliza chini ya kifua, unapima tumbo. Ukishamaliza tumbo, unapima hips. Umeona? Hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa upime top yako ya juu. Sasa basi, ukishamaliza kupima hivyo vitu, unakuja sasa unapima shoulder to nipple, yani boost point. Unaiweka hapo. Ukishamaliza kupima shoulder to nipple, unakuja shoulder to under boost. Unaipima hapa mpaka hapo inapoishia. Ukishamaliza kupima shoulder to under boost, unakuja kupima boost span kutoka hapa mpaka hapa. Umeelewa hapo? Unaipata sasa ile nipo to nipo kipimo chake. Ukishamaliza sasa utapima, utaangalia cup size yako. Hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa kumpima mteja. Sasa kwa wewe mtu ambaye unaona kwamba kumshikashika mtu sio busara, sio nini, twende sasa tukaangalie hizi formula ambazo utaenda kuvipata hivi vyote. Kumbuka hapa ni Suti Tailoring College. Mwalimu wako ni wewe Imani Kazo. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kwa watu wengine waweze kujua huku kuna mafunzo bora. Tuanze sasa kwenye formula. Tumeona tuna njia mbili za kupata hivyo vipimo ambavyo tutavitumia kwenye formula. Njia ya kwanza ni njia ya kumpima mteja kwa usahihi. Njia ya pili ni njia ya formula. Sasa njia ya kupima mteja ndio hiyo ambayo nimeonyesha, ambayo unatakiwa upime kama ambavyo nimeshaonyesha. Njia ya formula sasa ndio hii hapa. Sasa tunayo formula ya kwanza kabisa ya shoulder to nipple, yani boost point. Unachukua kifua chako hii hapa, kifua unagawa kwa 4 unajumlisha 1. Hiyo ndo namna ambavyo unatakiwa kupata boost point. Kwa mfano kifua, let's say kifua ni 40, sawa, tunagawa kwa 4, 40 tunagawa kwa 4 tunajumlisha 1. Hapa tutapata 10, tunajumlisha 1, tunapata 11. Kwa hiyo shoulder to nipple au boost point yetu kwa mtu mwenye kifua 40 ni 11. Umeona anapokuja? Labda tufanye 36. Tukigawa kwa 4 tukajumlisha 1, hapa tutapata 9 kujumlisha 1 tutapata 10. Kwa hiyo mtu mwenye kifua 36, boost point yetu itakuwa 10. Umeona hiyo? Hiyo ndo njia formula kama hujampima mteja au kama umetumia vipimo ambavyo havina hii boost point. Alafu tunakuja boost span. Boost span au nipple to nipple. Tunachukua kifua tunagawa kwa 8, alafu tunajumlisha 1. Sasa
Kama kifua ni let's say 40 hii 40 unachukua unagawa kwa 8, sawa. Kifua 40 unagawa kwa 8, hapa tunatoa 1. Sasa hapa tunapata 5 kutoa 1 tunapata 4. Kwa hiyo ile nipo tunipo ya mtu mwenye kifua 40 ni 4. Umeelewa hapo? Kama ni 36, kifua 36 tunagawa kwa 8 tunatoa 1. 36 gawa kwa 8 unapata 4.5. Tukitoa 1 tunapata 3.5. Hii 3.5 ni nipo tunipo ya mtu mwenye kifua 36. Hiyo ndio formula. Sasa tunakuja shoulder to under boost. Sasa kwenye shoulder to under boost hapa unatakiwa uelewe ni vitu viwili tu, kwamba tunajumlisha 4 au tunajumlisha 3. Tunajumlisha 4 kwenye kifua kinachoanzia 40 na kuendelea. Kwenye tukishapata ile boost point yetu hapa. Kwa mfano kwenye kifua 40 tulipata boost point ya 11. Kwa hiyo shoulder to under boost tutajumlisha 4 kwa sababu kifua chetu kinaanzia 40. Kwa hiyo ile 11 tutaijumlisha na 4 ambayo tutapata 15. Tutapata 15. Sawa? Lakini kwa mtu mwenye kifua 36, umeona imeshuka chini. Kwa hiyo ile ya kujumlisha itakuwa 3 na 3. Kwa hiyo 10 tutajumlisha 3. Umeelewa inapokuwa kwamba tutajumlisha 4 kwenye kifua 40 lakini tutajumlisha 3 kwenye kifua 39 kushuka chini. Umeelewa kitu kama hicho? Boost cup size. Boost cup size tunachukua kifua tunatoa under boost au tunagawa kwa 2. Kwa mfano kifua chetu labda ni 36. Halafu chini ya kifua ni 30. Kwa hiyo tutachukua 36 tutatoa 30, sawa, alafu tutagawa kwa 2. Hapa ni 6 gawa kwa 2 sawa na 3. Kwa hiyo boost cup size yetu ya mtu mwenye kifua 36 ni 3. Lakini mwenye kifua 40 alafu chini ya ziwa labda 36 tutachukua 40, sawa, tutachukua 40 tutatoa 36 ambayo tutabakiwa na 4 gawa kwa 2 tutabakiwa na 2. Kwa hiyo boost cup size ya mtu mwenye 40 ni 30 na ni inchi 2. Umeona ambavyo tunapata hizi hesabu. Kwa hiyo usikomplicate mambo. Kama huwezi kumpima mteja, jitahidi upime vile vitu muhimu sana ambavyo vitakusaidia wewe kupata hivi hesabu zako, halafu utaenda kutumia kwenye nguo yako. Muda mwingine tutaenda kujifunza sasa namna ya kuvitumia hivi vitu kwenye kukata nguo. Mwalimu wako ni yule Imani Casual aka fundi ni moja tu. Tukutane kwenye masomo mengine. Share, like, subscribe, comment. Tutakuja kujibu komenti zako hapo. Chao.